mamlaka ya CAS, ya mahakama ya CAS, ile mahakama ya michezo, ni makubwa sana. Inashughulikia migogoro yote inayohusiana na michezo. In fact, sio football tu, mpaka riadha, mpaka nini. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo ni mgogoro wa kimichezo, mradi umeexhaust local remedy, una nafasi ya kuingia CAS. Na katiba yenu imejisubject kwenye mamlaka ya CAS, unakwenda CAS. Kwa hiyo mamlaka haya ni mapana. Mtu anayesema CAS haiwezi kaamua hii, hajui CAS ni nini. CAS ni mahakama yenye mamlaka yote kuhusiana na migogoro ya michezo. Lakini kitu ambacho mimi nakiona kama mwanasheria, kwa maoni yangu, ambacho kinaweza kikawa na manufaa kwa mpira wa Tanzania, ni tamko la CAS kuhusiana na utekelezaji wa kanuni, na katika mazingira ile kanuni gani ilitakiwa itumike, na kwa hiyo ikishatumika hiyo kanuni madhara yake ni kitu gani, ambapo wana uwezo wa kutazama hali ilivyokuwa na wakatoa nafuu ambayo ni muhimu katika haki. Hiyo ni mamlaka ambayo mamlaka yote inayotoa haki huwa inakuwa nayo. Kisheria, hebu tupe ufafanuzi hapa, kwa sababu tunafahamu pamoja na hasara ambazo zinalambikiwa za timu kujiandaa kwa ajili ya mechi, wafanyabiashara, mashabiki, washikadau, lakini lengo la siku ile lilikuwa ni mechi uwanjani ambayo Yanga ilikuwa inatafuta alama 3. Madai haya mwisho wa siku ya Yanga, CAS yanahitaji alama 3. Inakuwaje hapa Yanga kupata alama 3 ikiwa bodi ya ligi wenyewe wanaweka wazi kupitia barua yao kwamba mchezo haukufanyika, mchezo kanuni hazikutimizwa, kwa maana kuwepo waamuzi, kuwepo kamishna. Yanga anapata vipi alama 3 ukitofautisha na kesi nyingine ambazo tumeshuhudia za Elmerek Prolin, ambao tunafahamu kila kitu kilifuata katika mchezo husika, au kesi ya karibuni ya timu ya Zamalek? Kitu kimoja ambacho watu wazima waelewe, kwamba kesi mtu anavyoipeleka kwenye chombo cha haki, wajibu wa kudhibitisha ile kesi unakuwa kwake. Na kila jambo linalopelekwa kwenye mamlaka ya haki huwa lina ushindani. Kwa hiyo ushindwi au kushinda kesi ukiwa kwenye studio za Radio 1 umekaa. Unaenda kushindwa ukipeleka kesi yako na ushahidi unaungwa mkono. Kwa hiyo mimi huwa nakuwa mtu wa mwisho, being a lawyer, kumdiscourage mtu kupeleka shauri. Kwa sababu muamuzi sio wewe au mimi. Ndio maana tunakwenda kwa mtu wa tatu akatufanyia uamuzi. Kwa mfano, ukipeleka shauri kusema kwamba ilikuwa ni makosa kwa bodi ya ligi kuahirisha mechi ambayo timu moja ilikuwa imekusha boycott. Unaahirisha mechi ambayo timu moja imekusha susia. Athari yake kisheria ni nini? Athari yake kisheria ni kwamba kama ulikuwa una mamlaka ya kuahirisha, basi ile timu ambayo ilikuwa willing kucheza kwa kufuata kanuni ipewe point. Umenielewa? Ikithibitika kwamba timu moja hiyo ilikwishakuwa imesusia, na ikithibitika kwamba bodi ya ligi ilikuwa haina mamlaka ya kuahirisha, sasa madhara yake ni madhara ni kwamba CAS wanatakiwa watoe amri itakayoinufaisha ile timu ambayo ilifuata taratibu. Umenielewa? Nimekuelewa vizuri Alex Mgongolo, wakili. Lakini kwa barua ya Simba naona naweza kupata utetezi kwamba tulisema tupeleki timu mpaka na bodi ya ligi ilijibu baadhi ya mambo ambayo walikuwa wameainisha, lakini wao wanaweza kujitetea kwamba kwenda kwa sababu mechi iliahirishwa, lakini wao walisema mpaka labda yalitekelezwa waliwadai. Utoi ultimatum kwa chombo cha haki, wewe unaenda pale kukiomba. Ndio maana hata Yanga sidhani kama wanakwenda CAS kuilazimisha CAS ifanye, wanaiomba. Kwa hiyo yale hayakuwa maombi, ilikuwa ni lazima. Je, nao Simba walikuwa na mamlaka ya kuilazimisha bodi ya ligi itekeleze yale? Asante sana kwa kumalizia. Umenielewa? Ya, nimekuelewa sana. Inategemea kesi yako yengaji. Kama mimi nimekaa upande salama, na nufaika vipi na hali hiyo ambayo mimi nilizifuata kanuni. Unajua watu wazima mnapoamua kufanya kitu mnaweka kanuni na mnaweka athari za zile kanuni. Sio mnaziweka kwa ajili ya kutokuzifuata, mnaweka ili kuzifuata. Si ndio? Naam, kweli. Tumika kwenye kamati ya sheria za Yanga, ni kweli imepeleka barua CAS? Ameenda CAS, mimi sio Yanga kwa maana ya msemaji, na wala si kiongozi
na wajuu wa kusema kwamba ameenda kasi au hajaenda. Ukiwauliza Yanga watakwambia kama ameenda kasi, alafu watakueleza nani anayewakili. Mamlaka ya kasi, ya mahakama ya kasi, ile mahakama ya michezo, ni makubwa sana. Inashughulikia migogoro yote inayohusiana na michezo. In fact, sio football tu, mpaka riadha, mpaka nini. Kwa hiyo jambo lolote lile ambalo ni mgogoro wa kimichezo, mradi umeexhaust local remedy, una nafasi ya kuingia kasi. Na katiba yenu imejisubject kwenye mamlaka ya kasi, unakwenda kasi. Kwa hiyo mamlaka haya ni mapana. Mtu anayesema kasi haiwezi kaamua hii, hajui kasi ni nini. Kasi ni mahakama yenye mamlaka yote kuhusiana na migogoro ya michezo. Lakini kitu ambacho mimi nakiona kama mwanasheria, kwa maoni yangu, ambacho kinaweza kikawa na manufaa kwa mpira wa Tanzania, ni tamko la kasi kuhusiana na utekelezaji wa kanuni, na katika mazingira ile kanuni gani ilitakiwa itumike, na kwa hiyo ikishatumika hiyo kanuni madhara yake ni kitu gani, ambapo wana uwezo wa kutazama hali ilivyokuwa na wakatoa nafuu ambayo ni muhimu katika haki. Hiyo ni mamlaka ambayo mamlaka yote inayotoa haki huwa inakuwa nayo. Kisheria, hebu tupe ufafanuzi hapa, kwa sababu tunafahamu pamoja na hasara ambazo zinalambikiwa za timu kujiandaa kwa ajili ya mechi, wafanyabiashara, mashabiki, washikadau, lakini lengo la siku ile lilikuwa ni mechi uwanjani ambayo Yanga ilikuwa inatafuta alama 3. Madai haya mwisho wa siku ya Yanga kasi yanahitaji alama 3. Inakuwaje hapa Yanga kupata alama 3 ikiwa bodi ya ligi wenyewe wanaeka wazi kupitia hata barua yao kwamba mchezo haukufanyika, mchezo kanuni hazikutimizwa, kwa maana kuwepo waamuzi, kuwepo kamishna. Yanga anapata vipi alama 3 ukitofautisha na kesi nyingine ambazo tumeshuhudia za Elmerek Prolin, ambao tunafahamu kila kitu kilifuata katika mchezo husika, au kesi ya karibuni ya timu ya Zamalek? Kitu kimoja ambacho watu wazima waelewe, kwamba kesi mtu anavyoipeleka kwenye chombo cha haki, wajibu wa kuthibitisha ile kesi unakuwa kwake. Na kila jambo linalopelekwa kwenye mamlaka ya haki huwa lina ushindani. Kwa hiyo ushindwi au kushinda kesi ukiwa kwenye studio za Radio 1 umekaa. Unaenda kushindwa ukipeleka kesi yako na ushahidi unaungwa mkono. Kwa hiyo mimi huwa nakuwa mtu wa mwisho, being a lawyer, kumdiscourage mtu kupeleka shauri. Kwa sababu muamuzi sio wewe au mimi. Ndio maana tunakwenda kwa mtu wa tatu akatufanyia uamuzi. Kwa mfano, ukipeleka shauri kusema kwamba ilikuwa ni makosa kwa bodi ya ligi kuahirisha mechi ambayo timu moja ilikuwa imekusha boycott. Unaahirisha mechi ambayo timu moja imekusha susia. Athari yake kisheria ni nini? Athari yake kisheria ni kwamba kama ulikuwa una mamlaka ya kuahirisha, basi ile timu ambayo ilikuwa willing kucheza kwa kufuata kanuni ipewe point. Umenielewa? Ikithibitika kwamba timu moja hiyo ilikwishakuwa imesusia, na ikithibitika kwamba bodi ya ligi ilikuwa haina mamlaka ya kuahirisha, sasa madhara yake ni madhara ni kwamba kasi wanatakiwa watoe amri itakayoinufaisha ile timu ambayo ilifuata taratibu. Umenielewa?